Yes, ni katika ulimwengu wa habari za burudani mtazamaji, mambo ni mengi na yanaendelea kuibuka kila itwapo leo. Karibu sana, mimi ni Official Rose Lee, hii ni Biomedia. Usisahau kushare, kulike, kusubscribe pamoja na kucomment. Leo tuko na story ambako naambiwa Diamond kushindana na Alikiba ni kama anajidhalilisha, kwa sababu Alikiba ni moto mwingine. Hii vita haishi leo wala kesho. Ina maana gani? Pengine taarifa ambatana na mimi tuangazie hili limekaaje. Ikiwa ni mwanzo kabisa wa mwaka mpya 2026, mchango na mafanikio ya Alikiba katika muziki wa Afrika Mashariki bado yanaendelea kuzungumzwa kwa uzito mkubwa kabisa, hasa baada ya mwaka 2025 ambao ulimweka kwenye ramani ya mafanikio kwa kiwango cha juu zaidi. So mwaka 2025 ulimshuhudia Alikiba akiendelea kuthibitisha kuwa yeye si msanii wa bahati wala wa msimu mmoja, bali ni nguzo imara ya muziki wa Bongo Flava. Aliachia nyimbo mfululizo kwa maana ya kwamba back to back tunaweza kuita hivyo, ambazo zilipata mapokezi makubwa sana ndani na nje ya Tanzania, huko baadhi ya nyimbo zake zikifanya poa sana kwenye majukwaa ya kidijitali, radio pamoja na televisheni barani Afrika. Lakini pia sambamba na hilo, bwana mkubwa Alikiba aliweza kufanya maonyesho makubwa kwa maana ya shows katika nchi mbalimbali, akionyesha uwezo wake mkubwa na kutawala jukwaa kwa utulivu, sauti ya halisi na hisia nzito sana. Sasa kilichowavutia wengi mtazamaji ni namna ambavyo Alikiba ameendelea kudumisha ubora wa muziki wake kwa zaidi ya miaka 20 sasa, bila kuyumbishwa na mabadiliko ya mitindo ya muziki au pressure ya kizazi kipya. Wadau wa muziki na mashabiki wamekuwa wakimtaja kama msanii anayejua vizuri sanaa ya kutumbuiza nyimbo za taratibu, akiwafanya mashabiki wengine kwenye simulizi la kila wimbo kuhisi maumivu, wakati mwingine furaha au hata mapenzi yanayoimbwa. Lakini pia on other side, heshima ya Alikiba imeendelea kuonekana wazi kabisa kupitia mwitikio wa mashabiki wake maarufu kama Kiba Nation, ambao wamekuwa wakimuunga mkono bila kuchoka katika kila hatua ya safari yake. So uwezo wake bana wa kuunganisha ujumbe wa mapenzi, maisha halisi na hisia za ndani ndizo ambazo zimeendelea kumtofautisha na wasanii wengine ambao walikuja baada ya kwake. So kuingia mwaka 2026, wachambuzi wa muziki wanaamini kwamba Alikiba bado ana nafasi kubwa sana ya kuendelea kutengeneza historia mpya, hasa kutokana na uzoefu wake, nidhamu ya kazi na upendo mkubwa ambao anaupata kutoka kwa mashabiki. So bila shaka jina la Alikiba linaendelea kubaki kama alama ya ubora, uthabiti na muziki wenye kugusa roho ndani na nje ya Afrika Mashariki. Pengine una pingamizi au maoni la kuzungumza, niruhusu mtazamaji wetu kupitia comment section kuandika moja kwa moja, mimi nitaweza kuangazia kwa wakati mwingine. Ni Official Rose Lee, wakati mwema.